ndiyo siku ya Arafa. Hii siku ambayo waislamu watakikana kufunga ndani yake, na watu wasikubali kuburuzwa, watu wasikubali kuendeshwa wakafungishwa siku ambayo siyo siku ya Arafa, wakafungishwa siku ambayo siyo siku ya Arafa. Siku ya Arafa yaumu tasi' min Dhulhijja, ni siku ya tarehe 9 katika mwezi wa Dhulhijja, na huzingatiwa kalenda hii kwa wale mahujaji walioko katika viwanja vya Arafat. Huzingatiwa tarehe hii kwa wale mahujaji walioko katika viwanja vya Arafa. Kwa hivyo utazingatiwa mwezi wa Saudia, wakitangaza kuwa leo ni tarehe mosi ya mwezi wa Dhulhijja, ndiyo tarehe ambayo waislamu wote duniani watakikana kuizingatia tarehe hiyo, ili waweze kuwafik ile tarehe 9 ya mwezi wa Dhulhijja, hujaji wakiwa wamesimama katika viwanja vya Arafa. Hii siku hii ndiyo Mtume ameitaja katika hadithi, ma min yawmin akthar min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafa. Hakuna katika siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hukithirisha zaidi kuacha huru watu na moto kuliko siku ya Arafa. Na ndiyo siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja ndani yake dhikrun khassan, utaja maalumu kwa yule ambaye atakayefikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kuidiriki siku hii, siku ya Arafa. Qala alayhi salatu wassalam, khairu duai duau yaumi Arafa, bora ya dua ni dua inayosomwa na dua inayoombwa katika siku ya Arafa. Khairu duai duau yaumi Arafata, bora ya dua ni ile dua inayosomwa katika siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na bora kile ambacho nimekisema mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam na manabii wengine waliokuja kabla yangu walikuwa wakisema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Huu ndio utajo ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha sana kuutaja katika siku hii adhim, siku ya Arafa. Hivyo yatakikana kwa kila muislamu ambaye atakafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kuidiriki siku hii kukithirisha sana kusema la ilaha